Dunia haibadiliki ghafla, hubadilika taratibu, kimya kimya, huku macho mengi yakiwa yameelekezwa sehemu nyingine. Wakati kauli zinapotolewa hadharani, maamuzi mengi muhimu huwa tayari yashafanyika nyuma ya pazia. Kila kizazi hupita kipindi ambacho mvutano mdogo huonekana kama jambo la kawaida, lakini baadaye historia huja kuthibitisha. Ndipo mwelekeo mpya wa dunia unapoanza. Leo dunia ipo katika hatua kama hiyo. Matukio yanayotokea hayahitaji kelele ili yawe na uzito, bali yanahitaji macho ya uchambuzi ili yaeleweke. Hapa Vision TV hatuangalii tukio kama tukio pekee, bali tunaangalia nafasi ya tukio hilo kwenye ramani ya nguvu za dunia. Karibu Ramani ya Dunia. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. Ili kuelewa kinachoendelea duniani leo, ni lazima kwanza tukubaliane jambo moja muhimu. Migogoro ya kimataifa haijitokezi kwa sababu ya tukio moja, bali hujengwa kwa mfululizo wa ishara, maamuzi na ukimya. Wiki hii kulikuwa na matukio kadhaa yaliyoonekana kama taarifa za kawaida, ikiwemo kauli kali, maonyo ya kidiplomasia na ukimya wa baadhi ya mataifa makubwa juu ya matukio hayo. Kwa mtazamaji wa kawaida, haya yanaonekana hayahusiani kabisa, lakini kwa jicho la uchambuzi wa kimkakati, matukio haya yanafuatana kwa mstari mmoja. Tunapoangalia mvutano kati ya Marekani na Iran, tunaposikia maonyo yanayotolewa na mataifa yenye uzito wa kimataifa, na tunapotazama ukimya wa China na Korea Kaskazini, hatutazami habari tatu tofauti, bali tunatazama habari moja iliyogawanyika katika sura tatu. Katika ramani ya dunia hatuulizi nini kimetokea pekee, bali tunauliza kwa nini tukio hili limetokea sasa, na ni nani anazungumza, na ni nani anaonya, na ni nani ameamua kukaa kimya. Kwa sababu katika siasa za dunia ukimya nao una ujumbe. Kuanzia hapa tutaangalia matukio haya si kama vichwa vya habari, bali kama vipande vya ramani moja inayounda mwelekeo wa dunia unaokuja. Tuanze na mvutano kati ya Marekani na Iran. Mvutano kati ya Iran na Marekani sio tukio jipya, lakini namna unavyojitokeza katika kipindi hiki na mazingira yanayouzunguka vinaipa maana mpya. Kwa nje dunia imeona kauli kali, vitisho vya wazi na harakati za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini kwa uchambuzi wa kina, mvutano huu hauko juu ya tukio moja maalum, bali upo juu ya nafasi, ushawishi na ni nani anadhibiti mwelekeo wa eneo muhimu zaidi kimkakati duniani. Je, unataka kufahamu kiini cha mvutano huu ni nini? Irani haipo kwenye mvutano huu kwa bahati mbaya. Ni nchi yenye ushawishi wa moja kwa moja au wa karibu katika maeneo kadhaa nyeti, ikiwemo Iraq, Syria, Lebanon, Yemen na Ghuba ya Uajemi. Kwa Marekani hili si suala la Irani pekee, bali ni swali linalouliza kama bado inaweza kudhibiti mizani ya nguvu Mashariki ya Kati. Na kwa Irani mvutano huu ni suala la kujilinda dhidi ya kuzuiliwa, kudhibitiwa au kunyimwa nafasi ya kuwa nguvu kamili ya kikanda. Hii si vita ya maneno tu. Katika miezi na wiki za hivi karibuni, mvutano huu umeambatana na ishara kadhaa muhimu. Ishara hizo ni kama kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi, ongezeko la kauli kutoka pande zote mbili, na kupungua kwa lugha ya maelewano. Haya yote yanaashiria jambo moja: pande zote zinapima mipaka ya kila mmoja. Marekani inajaribu kuonyesha kuwa bado ina uwezo wa kuzuia, kuonya na kuchukua hatua. Irani kwa upande wake nayo inajaribu kuonyesha kuwa shinikizo haliogopeshi na kuwa ina uwezo wa kustahimili na kujibu.
Kwa nini mvutano huu ni hatarishi kimkakati? Ni kwa sababu Mashariki ya Kati si eneo la kawaida, bali ni eneo lililobeba njia kuu za nishati duniani, maslahi ya mataifa makubwa na migogoro iliyounganishwa kama mtandao. Mvutano mdogo tu kati ya Marekani na Iran hauishii kwao wawili tu, bali una uwezo wa kuamsha migogoro mingine kwa njia ya washirika, makundi ya kijeshi na hatua zisizo za moja kwa moja. Kwa macho ya ramani ya dunia, mvutano huu unatuma ujumbe zaidi ya mmoja. Kwanza, unatuma ujumbe kwa washirika wa Marekani kuwa ulinzi bado upo, angalau kwa maneno na vitendo. Pili, unatuma ujumbe kwa wapinzani kuwa mipaka ya subira ipo. Na tatu, unatuma ujumbe kwa dunia nzima kuwa Mashariki ya Kati bado ni kitovu cha mizani ya nguvu za dunia. Cha muhimu zaidi, katika siasa za kimataifa, tukio linaweza kuwa lile lile, lakini muda linaotokea hubadilisha maana yake. Mvutano huu unatokea wakati tayari dunia ipo kwenye hali ya tahadhari ya kimkakati. Hivyo hatua ndogo tu au kauli moja inaweza kutafsiriwa kama dalili ya mwelekeo mpana zaidi. Ndiyo maana mvutano kati ya Marekani na Iran hauwezi kuchukuliwa kama mgogoro wa kawaida wa kidiplomasia. Na sasa tuangazie maonyo ya viongozi na mataifa makubwa. Katika siasa za dunia, kauli za tahadhari mara nyingi huwa nzito kuliko kauli za vitisho, kwa sababu tahadhari hutolewa pale ambapo walioko juu ya meza ya maamuzi wanaona hatari inayozidi mstari wa kawaida. Maonyo haya yanatoka wapi na ni kwa nini yanatolewa? Kadri mvutano kati ya Marekani na Iran unavyozidi kuonekana wazi, mataifa mengi makubwa hayajabaki kimya. Badala ya kuunga mkono au kupinga moja kwa moja, baadhi yao yalichagua njia ya tahadhari, na tahadhari hizo hazikutolewa kwa lugha ya kawaida. Tuangalie maonyo kutoka Urusi. Kutoka Moscow, kauli zilikuwa za tahadhari nzito. Viongozi wa Urusi wakiongozwa na kauli kutoka kwa Rais Vladimir Putin na viongozi wake wa ngazi za juu walionya juu ya tahadhari ya kusambaa kwa mgogoro Mashariki ya Kati. Urusi haikusema tutachukua hatua, bali ilisema kama hatua za tahadhari hazitachukuliwa, basi hatari ya athari zisizodhibitika ipo. Kwa lugha ya ramani ya dunia, hii ni kauli ya mtu anayeona mlipuko ukiwa bado haujatokea, lakini tayari anauhesabia. Kwa Urusi, mgogoro mkubwa kati ya Marekani na Iran hauathiri Mashariki ya Kati pekee, bali unaathiri mizani ya nguvu ya dunia, bei ya nishati na nafasi ya mataifa makubwa katika uwanja wa kimataifa. Na sasa tuangalie tahadhari kutoka Ulaya na NATO. Kutoka Ulaya, hususani ndani ya NATO, ujumbe ulikuwa wa tahadhari zaidi na si wa vitisho. Viongozi wa NATO walisisitiza kuwa kuna umuhimu wa kuepuka hatua zitakazoweza kusababisha mgogoro mpana zaidi. Hapa tahadhari ilikuwa na maana mbili. Maana ya kwanza, Ulaya ipo karibu zaidi na athari za mgogoro wa Mashariki ya Kati, ikiwemo kupata wakimbizi, kuharibika kwa miundombinu ya nishati ama masoko ya nishati na usalama wa bara. Na maana ya pili, Ulaya haitaki kujikuta ikivutwa katika mgogoro ambao haikuingia, lakini italazimika kuubeba. Ndiyo maana lugha ya NATO ilikuwa ya kusisitiza tahadhari, mazungumzo na udhibiti wa hali inayoendelea Mashariki ya Kati. Kwa nini maonyo haya ni muhimu kuliko yanavyoonekana? Kwa mtazamaji wa kawaida, kauli hizi zinaweza kuonekana kama maneno ya kawaida ya kidiplomasia, lakini katika ramani ya dunia maonyo haya yana maana nzito. Maonyo haya yanatuambia kuwa mvutano kati ya Marekani na Iran hauonekani tena kama suala la nchi mbili pekee. Tayari umeanza kutazamwa kama tukio linaloweza kugusa mfumo mzima wa usalama wa dunia. Pale ambapo mataifa yasiyohusika moja kwa moja yanapoanza kutoa tahadhari, ni ishara kuwa athari zake zinaonekana mapema.
Tena hapa muda ni muhimu. Maonyo haya yanatolewa wakati ambapo tayari dunia ina mzigo wa migogoro mingine, presha za kiuchumi na mabadiliko ya mizani ya nguvu. Hivyo hata mvutano mdogo ukiachwa bila udhibiti unaweza kuwa kichocheo cha mlolongo wa matukio yasiyoweza kutarajiwa. Kwa kifupi, maonyo kutoka Urusi, Ulaya na NATO hayalengi kutishia, bali inalenga kuashiria jambo moja, kwamba hali iliyopo sasa inahitaji akili iliyotulia, kwa sababu gharama ya makosa inaweza kuwa ya dunia nzima. Na sasa tuangazie ukimya wa China na Korea Kaskazini. Katika siasa za dunia, si kila ujumbe hutumwa kwa maneno. Wakati mwingine ujumbe mzito hutumwa kwa kukaa kimya. Kwa nini ukimya huu unastahili kuchunguzwa? Wakati mvutano kati ya Marekani na Irani unavyoongezeka na maonyo yakitolewa kutoka Moscow na ndani ya NATO, China na Korea Kaskazini zimechagua kuto kuzungumza kwa sauti. Kwa mtazamaji wa kawaida, huu unaonekana kama ukosefu wa msimamo, lakini katika ramani ya dunia, ukimya wa aina hii ni hatua ya kimkakati. Kwanza ijulikane moja, China si taifa linalotoa kauli kwa pupa. Katika migogoro mikubwa ya kimataifa, mara nyingi hujipanga kwanza, hutazama mienendo ya wengine, kisha huchukua msimamo unaolinda maslahi yake ya muda mrefu. Kwa China, mvutano kati ya Marekani na Iran ni zaidi ya suala la Mashariki ya Kati. Ni kipimo cha jinsi Marekani inavyosambaza presha yake katika maeneo tofauti tofauti duniani. Kitu pekee ambayo China inaangalia kwa sasa ni je, Marekani inaweza kushughulikia presha hiyo ya Mashariki ya Kati huku ikibaki na nguvu Asia Pacific? Ndiyo maana ukimya wa China hapa sio kuto kujali, bali ni uchambuzi wa kina wa mzani wa nguvu. Na sasa tuingie upande wa Korea Kaskazini. Korea Kaskazini imejulikana kwa kauli na majaribio ya kuonyesha nguvu, lakini kipindi hiki ukimya wake ni wa kuzingatiwa. Ni ukimya wa kusubiri, yaani kusubiri kuona kama mvutano wa Marekani na Irani utavuta rasilimali, umakini au nguvu ya Marekani kutoka Asia. Kwa Pyongyang, kila mgogoro unaohusisha Marekani ni fursa ya kupima nafasi yake. Tunapouweka ukimya wa China na Korea Kaskazini kwenye ramani, unaungana moja kwa moja na matukio tuliyoyajadili hapo awali: mvutano Mashariki ya Kati, maonyo kutoka Ulaya na Urusi, na sasa kusubiri umakini kutoka Asia. Si bahati mbaya, ni taswira ya dunia ambapo nguvu hazikimbii kwa pamoja, zinapima, zinapanga na zinachagua wakati. Ukimya huu unaashiria nini hasa? Unaashiria dunia inayojizuia kwa makusudi, si kwa sababu hakuna hatari, bali kwa sababu gharama ya makosa ni kubwa mno. China na Korea Kaskazini hazijasema chochote kikubwa, lakini hazijajitoa kwenye ramani. Zipo zinaangalia na zinahesabu. Katika ramani ya dunia, tunajifunza jambo moja muhimu: maneno yanaweza kutuliza au kuchochea, lakini ukimya pia unaweza kuandaa hatua. Na sasa tufanye intelligence synthesis, yaani tuunganishe mvutano wa Mashariki ya Kati, maonyo ya mataifa pamoja na viongozi wakubwa, na ukimya wa mataifa ya Asia. Tukiangalia kila tukio peke yake, yanaweza kuonekana kama taarifa za kawaida za kimataifa, lakini tukiyaweka kwa pamoja, yanaanza kuunda picha ambayo haiwezi kupuuzwa. Kwanza tunaona mvutano unaoongezeka kati ya Marekani na Iran katika eneo nyeti zaidi duniani. Pili, tunaona mataifa yasiyohusika moja kwa moja yakianza kutoa tahadhari mapema. Na tatu, tunaona nguvu kubwa za Asia zikichagua kukaa kimya, lakini si kujiondoa. Haya si matukio matatu yasiyohusiana, bali ni hatua tatu za hali moja ya dunia. Tunachokiona hapa si dunia inayoelekea kwenye vita mara moja, bali tunachokiona ni dunia inayojaribu kuepuka kosa kubwa. Nguvu za dunia zinajua jambo moja: mgongano wa moja kwa moja katika mazingira haya unaweza kuvuruga zaidi ya eneo moja. Ndiyo maana tunashuhudia lugha za tahadhari, harakati za kupima mipaka na maamuzi ya kusubiri umakini.
Kwa Marekani, mvutano huu ni jaribio la kuonyesha kuwa bado ina uwezo wa kudhibiti mwelekeo wa matukio bila kupoteza mamlaka yake kimataifa, lakini pia ni mtihani kwa mipaka yake, kwamba ni kwa kiasi gani inaweza kusambaza presha katika maeneo tofauti tofauti ulimwenguni kwa wakati mmoja. Kwa Urusi na Ulaya, kipaumbele ni kuzuia mlipuko usiothibitika, na kwa China kipaumbele ni kusoma ramani kwa utulivu na kulinda maslahi ya muda mrefu, na kwa Korea Kaskazini ni kusubiri fursa ndani ya tahadhari ya wengine. Historia inatuonyesha kuwa kabla ya mabadiliko makubwa ya kimataifa kuna kipindi cha ukimya wa tahadhari. Si ukimya wa amani kamili, bali ni ukimya wa dunia inayojua kuwa hatua moja mbaya inaweza kubadilisha kila kitu. Ndani ya kipindi hiki, kauli, tahadhari na ukimya vina uzito unaozidi maneno ya kawaida. Kwa nini hili jambo ni muhimu kulielewa sasa? Ni kwa sababu dunia haijatangaza mabadiliko, lakini dalili zake tayari zipo, na ramani ya dunia ipo hapa kusoma dalili hizo kabla hazijawa historia. Mvutano wa aina hii unapoongezeka, dunia huingia kwenye hali ya tahadhari ya kimfumo. Masoko huanza kusoma hatari hata kabla ya tukio lenyewe. Njia za nishati huanza kuangaliwa kwa makini, na maamuzi ya uwekezaji huanza kuwa ya kusitasita. Hii hutokea si kwa sababu vita vimetangazwa, bali kwa sababu dunia huanza kujiandaa mapema. Na Afrika mara nyingi haionekani kama muhusika wa moja kwa moja katika migogoro mikubwa duniani, lakini haiko nje ya athari zake. Mabadiliko ya bei za nishati, misukumo ya fedha za kimataifa na mabadiliko ya vipaumbele vya mataifa makubwa, haya yote huishia kuligusa bara hili. Katika mazingira kama haya, nchi zisizo mstari wa mbele hulazimika kuishi ndani ya maamuzi ya wengine. Kwa nchi nyingi duniani, hatari si mgogoro wenyewe, bali ni kukosa maandalizi ya kimkakati. Migogoro mikubwa inapoongezeka, nafasi ya kusikika kwa mataifa madogo hupungua, na katika ukimya huo, mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kisiasa huanza kuwa ya kawaida. Historia imethibitisha mara nyingi, mabadiliko makubwa duniani hayatangazwi kwa sauti. Huonekana kwanza katika tahadhari, katika kauli za kupima na katika ukimya wa walio juu ya ramani. Ndiyo maana kuelewa mwelekeo ni muhimu kuliko kusubiri tukio. Historia hutufundisha jambo moja muhimu sana. Migogoro mikubwa haianzi kwa mlipuko, huanza kwa mabadiliko ya lugha. Kauli zinapobadilika kuwa tahadhari, tahadhari zikawa maandalizi, na maandalizi yakawa kawaida, ndipo dunia huwa tayari imeingia awamu mpya. Katika kipindi hiki hakuna taifa linalosema wazi linataka vita, lakini pia hakuna linalosema pia lipo tayari kupuuza tahadhari. Hapa ndipo swali la kweli linapojitokeza. Je, dunia inajiandaa kuzuia mgogoro au inajiandaa kuishi ndani ya migogoro? Wakati majibu bado hayajapatikana, kile kinachoonekana wazi ni hiki: nguvu za dunia zinaweka nafasi zao, miungano inajaribiwa, na dunia inaingia kipindi cha maamuzi yasiyoandikwa kwenye makaratasi. Katika mazingira kama haya, kuelewa mwelekeo si chaguo, bali ni ulinzi. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Ramani ya Dunia hapa Vision TV. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down.